swa katika uwanja wa kimataifa wa Kisumu, mwili ikiwa imebeba mwili wa Raila Amolo Odinga, na hivi sasa wakati wowote ndege hiyo itakuwa inapaa kuelekea katika kaunti ya Kisumu. Najua mtazamaji unavyoona kwenye kiombo chako katika uwanja huo wa Kisumu, wafuasi wa aliyekuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga wameanza kumiminika katika eneo hilo ili kupata fursa ya kutoa heshima zao za mwisho kwa hayati Raila Amolo Odinga. Na mtazamaji, hayo yote tutakuwa tunakupeperushia kwa kuwa kikosi chetu kiko ange kabisa kutoka maeneo hayo ili kuweza kukujuza mengi zaidi. Mwili wa Raila umeliwasili katika makao ya kijeshi Embakasi wakati wowote kutoka sasa. Ndege ambayo imeubeba mwili huo itakuwa inapaa kuelekea uwanja wa kimataifa wa ndege wa Kisumu, na hivi sasa ndege ishangurumishwa. Tutakuwa tunaona ikipaa kuelekea kaunti ya Kisumu. Mtazamaji, tutakuwa tunakujuza mengi zaidi. Raila alifariki akipokea matibabu nchini India siku tarehe 15 mwezi Oktoba mwaka huu. Ikumbuke kwamba ameishi miaka 80, na ndo picha tunazidi kukuchorea taswira kamili. Na ndege hivi sasa inangurumishwa, wakati wowote itakuwa inapaa kuelekea kaunti ya Kisumu, hasa katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Kisumu, na ni ndege ambayo imeubeba mwili wa hayati Raila Amolo Odinga. Na mtazamaji, mengi yamesemwa kuhusiana na kifo hiki cha Raila Amolo Odinga, mchango wake katika demokrasia ya taifa, na ni vizuri ni kufahamisha kwamba Raila Amolo Odinga na wengine waliweza kushiriki katika kupigania mfumo wa vyama vingi mwaka 1992, na hivi sasa ndiposa unapata kwamba taifa lina vyama vingi vya kisiasa. Ni kutokana na mchango ambao ulifanikishwa na Raila Amolo Odinga. Amekuwa kwenye siasa kwa zaidi ya miaka 50 kuweza kuhakikisha sheria na vile vile haki inatendeka kwa Wakenya wote. Ndio hiyo ndege hivi sasa itakuwa inapaa wakati wowote ikipiga mizunguko ili kuweza kupaa kuelekea uwanja wa kimataifa wa Kisumu. Na wakati wowote ndege hiyo itakuwa inapaa kuelekea Kisumu, ndege ambayo imeubeba mwili wa hayati Raila Amolo Odinga. Ni ndege ya kijeshi ambayo inasafiri kutoka jijini Nairobi kuelekea katika kaunti ya Kisumu, hasa uwanja wa kimataifa wa Kisumu. Ndio hiyo ndege iko karibu kupaa, wakati wote kutoka sasa itakuwa inaelekea Kisumu, na inaarifiwa kwamba kwa takriban dakika 35 ndege hiyo itakuwa imetua katika uwanja wa kimataifa wa Kisumu, shughuli nzima ikiwa ni kutoa heshima za mwisho kwa Raila Amolo Odinga ambaye alifariki tarehe 15 mwezi huu wa Oktoba mwaka huu wa 2025. Na maelfu ya wakazi wamejitokeza katika kaunti ya Kisumu, na ikumbuke kwamba wafuasi wengi wa Raila walikuwa wanatoka katika maeneo ya magharibi na vile vile maeneo ya Nyanza, na tunatarajia kuona kwamba wengi wamesafiri kutoka maeneo mbalimbali kuweza kufika katika eneo hilo. Ikumbuke kwamba hapo jana kulikuwa na uhaba wa mabasi ya kusafirisha Wakenya kuelekea maeneo mbalimbali, kwa kuwa mabasi hayo yalikuwa yamekodishwa kusafirisha wafuasi kuelekea kaunti ya Kisumu na baadaye kuelekea nyumbani pale kwa Raila kule Bondo, kaunti ya Siaya. Na ndege hii ambayo imeubeba mwili wa hayati Raila Amolo Odinga itakuwa inapaa wakati wote kutoka sasa, hivi sasa ikipiga mizunguko katika uwanja wa Embakasi Airbase. Itakuwa inapaa wakati wote kuelekea kaunti ya Kisumu. Mtazamaji, ndo picha za moja kwa moja asubuhi hii tukikuchorea taswira ya kile ambacho kinafanyika kutoka jijini Nairobi kuelekea kaunti ya
Kisumu. Mtazamaji, ndo picha za moja kwa moja tukizidi kukutaarifu matukio na vile matokeo. Vile katika kaunti ya Kisumu, picha hiyo ambayo unaiona kwenye kiombo chako ni maandalizi ya mwisho hivi sasa katika uwanja wa Jomo Kenyatta ambapo tutakuwa tunafuatilia picha za moja kwa moja. Maelfu ya wakazi, wafuasi wa Raila Odinga watakuwa wanafika katika uwanja huu wa Jomo Kenyatta kutazama na vile kutoa heshima zao za mwisho kwa Raila Amolo Odinga. Hivi sasa katika uwanja wa Embakasi, ndege inaendelea kupiga mizunguko ili kuweza kupaa na kuelekea katika uwanja wa kimataifa wa Kisumu. Na wakati wowote ndege hii itakuwa inapaa ili kusafirisha mwili wa Raila Amolo Odinga hadi katika kaunti ya Kisumu kwa kutoa ile heshima za mwisho kwa kiongozi huyu ambaye aliwahi kuwa waziri mkuu, aliwahi kuwa mbunge wa Lang'ata na vile aliwahi hata kuwania nafasi ya wenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika. Hivi sasa mtazamaji, mwandishi wetu Samira Mohamed yupo katika uwanja wa Embakasi wakati ambapo ndege inajiandaa kupaa. Samira Mohamed, hivi sasa naona ndege inapiga mizunguko na wakati wote itakuwa inapaa. Kipi cha mno kutoka eneo hilo? Asante sana Joa. Safari ya aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga umeanza rasmi na ni wakati ambapo tumeweza kuona ndege hiyo ishaondoka na mwili wa Raila Odinga ushaondoka kuelekea Kisumu. Tuliweza kujuzwa kuwa itawachukua takriban dakika 35 kutua katika uwanja wa kitaifa wa Kisumu. Tumeweza kuona maafisa wa kijeshi walikuwa wameshika doria huku aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga ameweza kusafirishwa na ndege hiyo ya aina ya Spartan ya Kenya Air Force ambayo niliweza kukujuza hapo awali kuwa ni ndege ambayo inatumika kubeba watu mashuhuri, yani VVIPs, na tumeweza kujuzwa kuwa pia ni the best aircraft to carry VVIPs huku katika uwanja wa Embakasi Airbase. It's a special passenger aircraft and we understand that the touchdown at Kisumu is going to be in about 35 minutes, Josh. Tuliweza kufahamishwa kuwa Rais William Ruto kuwa aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga ataweza kufanyiwa mazishi ya kitaifa ambayo itaongozwa na mkuu wa majeshi Jenerali Charles Tahariri. Tuliweza kuona mnamo jana kulikuwa na ibada ya wafu ya aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, na tuliweza kuona wafuasi wake ambao walikuwa wakimenzi na kumpenda sana walipata nafasi ya kuona mwili wake. Na tuseme tu jana waliweza kutujuza kuwa mwili huo utasafirishwa kutoka uwanja wa ndege wa Wilson, lakini haikuenda ilivyoratibiwa. Na takriban saa 10 tuliweza kukita kambi mle katika makafani ya Lee kuweza kuandamana na msafara huo hadi uwanja wa Wilson, lakini ratiba ilibadilika mwishowe na tukaweza kuja katika uwanja huu wa Embakasi Airbase, yani kambi ya 75 humo Embakasi, na mwili huo umeondoka rasmi na tunatarajia kuwa katika muda wa takriban dakika 35 watakuwa wameweza kutua katika uwanja wa kitaifa wa Kisumu. Kwako Joash. Shukran sana Samira Mohamed kwa kutuchorea taswira ya kila ambacho kinajiri kutoka uwanja wa Embakasi, uwanja wa kijeshi. Na Samira, hivi sasa tunapoendelea pia kufuatilia matukio haya na vile matokeo, hivi sasa tukizungumzia safari hii, umekuwa ukifuatilia taarifa hii. Tumeona tangu Raila Odinga alivyofariki akiwa India, tumeona shughuli zikifanyika. Leo hatujaweza kuona wakazi ama wafuasi wakijitokeza asubuhi hii, ama labda kulikuwaje asubuhi wakati ambapo umetoka Lee kuelekea katika uwanja wa Embakasi? Naam, kwanza kabisa kifo cha aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga ni pigo kubwa kwa taifa la Kenya. Hii ni kufuatia kifo chake ambapo aliweza kufariki akiwa nchini India alipokuwa akipokea matibabu. Na tulipozuru makafani ya Lee leo asubuhi, tulitarajia labda kuona tu baadhi ya wafuasi wake waombolezaji ambao walikuwa wakimpenda sana Raila na kumwenzi mno. Tulitarajia tuweza kuwapata pale katika makafani ya Lee, lakini hatukuweza kuwaona. Taswira ilikuwa tofauti kama yale ya jana.
katika makafani ya Lee tuliweza tu kupata maafisa wa usalama ambao walikuwa wameshika doria, na sana sana ilikuwa maafisa wa kijeshi ambao walikuwa wamekita kambi mle usiku kucha kuweza tu kuimarisha usalama katika makafani hayo ya Lee Joash. Haikuwa taswira sawia na yale ya jana ambapo tuliweza kuona baadhi ya wafuasi wa Raila Odinga walikuwa wamekita kambi kule, pia kuweza tu kuona mwili wa aliyekuwa waziri mkuu. Rais Ruto pia alitangaza, tunaelewa kuwa alitangaza kuwa Raila ataweza kupokea taifa la Kenya, kunradhi, litampa Raila mazishi ya kitaifa yenye heshima kamili za kijeshi chini ya ambayo itaongozwa na mkuu wa majeshi Jenerali Charles Kahariri. Na ndio maana tumeweza kuona kuwa mwili huo umeweza kuletwa hapa katika kambi ya Embakasi, manake atapatiwa, taifa la Kenya litampa mazishi ya kitaifa na heshima kamili za kijeshi. Na ndio maana tumeweza kuona kuwa ameweza kuletwa katika kambi hii ya kijeshi pasi na vile tulivyotarajia kuwa ataweza kupelekwa katika uwanja wa Wilson. So tunaendelea tu kukita kambi huku, ama labda tutarejea tuweze kuona tu, tusubiri waliokuwa Kisumu watakavyotujuza. Joash, kwako studioni. Na shukrani sana Samira Mohamed, ukitupatia taswira kamili ya masuala ambayo yamefanyika asubuhi, matukio ambayo yamefanyika asubuhi hii ya leo. Na mtazamaji, tunazamia hili kwa kina zaidi kuhakikisha tunakupa taswira kamili ya maombolezi haya ya kitaifa. Ikumbuke kwamba Rais William Ruto alitangaza kwamba Raila atapewa heshima ya kitaifa na kuwa kiongozi ambaye hivi sasa anatambulika pakubwa humu nchini. Ikumbuke kwamba katika taifa hili letu la Kenya, viongozi ambao wamepewa mazishi ya kitaifa ni akiwemo Mzee Jomo Kenyatta, Daniel Toroitich arap Moi, rais wa pili wa taifa hili, rais wa tatu wa taifa hili ambaye ni Emilio Mwai Kibaki, na hivi sasa tumeweza kumwona aliyekuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga akipewa mazishi ya kitaifa na Wakenya kutoka maeneo mbalimbali, matabaka mbalimbali, wakitoa heshima zao za mwisho. Na mtazamaji, hivi sasa tunaendelea kufuatilia, na katika kipindi cha dakika 35 hivi mwili wa Raila Amolo Odinga utakuwa unatua katika uwanja wa kimataifa wa Kisumu, kutoa fursa kwa wakazi wa maeneo ya Nyanza ili kuweza kuzungumzia na vile vile kutoa heshima zao za mwisho kwa hayati Raila Amolo Odinga. Mtazamaji, kumbuke kwamba Raila ametajwa kuwa sauti ya wasiokuwa na sauti, na ametajwa kuwa nguzo muhimu ya kuhakikisha kuna haki katika taifa na vile vile kupigania demokrasia. Na mtazamaji, kumbuke kwamba Raila Amolo Odinga alihudumu kama mbunge wa Lang'ata kuanzia mwaka 1992 hadi mwaka 2013, na ikumbukwe kwamba mwaka 1992 Raila na viongozi wengine walipigania kuwepo kwa mfumo wa vyama vingi katika siasa za taifa, na hilo likaweza kuafikiwa, na anatajwa pakubwa katika historia na ameweza kuangaziwa pakubwa mchango wake kuhakikisha demokrasia hiyo inaendelezwa kwenda mbele. Vile vile mtazamaji, kumbukwe kwamba Raila pia alihusika pakubwa katika kuhakikisha taifa lina katiba mpya, katiba ya mwaka 2010, na mwezi mmoja uliopita kabla ya kifo chake alikuwa anazungumzia yale ambayo yameafikiwa katika katiba ya mwaka 2010. Na mtazamaji, ndo masuala ambayo tunayaangazia. Na mtazamaji, picha za moja kwa moja kutoka Embakasi na vile vile Kisumu ziko kwenye kiwambo chako, na hivi sasa naarifiwa tutaungana na mwandishi wetu ambaye ni Sydney Chazima, ambaye amepiga kambi katika uwanja wa Embakasi. Chazima, iwapo unanipata, matukio ni yepi na tutarajie kipi tunapoendelea kumtaarifu?